Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameweka wazi akisema sasa Marekani inayamiliki mafuta ya Venezuela na kwamba hakuna namna ambayo itashindwa kunufaika na mafuta hayo nchini Venezuela baada ya kumtia mbaroni Bwana Nicolas Maduro, rais wa taifa hilo la Venezuela. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kutekwa kwa rais wa Venezuela Bwana Nicolas Maduro, rais huyo wa Marekani amesema kwamba moja kati ya mikakati sasa ni kuyamiliki mafuta ya Venezuela. Rais huyo amesema Marekani itachukua udhibiti wa akiba kubwa ya mafuta ya Venezuela na kuajiri makampuni ya Marekani kuwekeza mabilioni ya dola ili kukarabati sekta ya mafuta iliyoharibika nchini humo. Venezuela inatajwa kuwa na mapipa ya thamani ya dola bilioni 303, karibu 1/5 ya hifadhi ya ulimwengu kulingana na utawala na taarifa za nishati za Marekani EIA. Hatma ya mafuta ya Venezuela sasa itakuwa chini ya Marekani, na kwa hivyo athari ya karibu ya bei ya mafuta ni mchezo wa kubahatisha mdogo ambao Trump anasema Marekani itaendesha serikali ya Venezuela kwa wakati huu na itaweza kumiliki kila kilichopo nchini humo. Kutakuwa na makampuni yetu makubwa ya mafuta ya Marekani, makubwa zaidi popote duniani, kuingia kutumia mabilioni ya dola kurekebisha miundombinu iliyoharibika vibaya, miundombinu ya mafuta, Trump alisema katika mkutano na waandishi wa habari huko Mar-a-Lago. Marekebisho na yanaongozwa na Marekani yanaweza hatimaye kuifanya Venezuela kuwa moja kati ya nchi ambazo zitaingia katika mdororo mkubwa wa kiuchumi na hatimaye kuingia katika hali ya kutokuwepo kwa amani baada ya Marekani kutangaza kumteka rais wa Venezuela, lakini pia kusema kwamba itaendeleza operesheni ndani ya taifa hilo. Marekani inasema itakuwa muuzaji mkubwa wa mafuta ya Venezuela na inasema kwamba hii ni fursa nyingine kwa makampuni ya mafuta ya Marekani pamoja na Magharibi, na inaweza kutumika kama chanzo kipya cha uzalishaji. Inaweza pia kudhibiti bei kubwa zaidi, ingawa bei za chini zinaweza kutokomeza baadhi ya makampuni ya Marekani kutoa mafuta. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba jambo hili litaweza kusababisha athari kubwa ya kiuchumi katika ulimwengu kutokana na kwamba Marekani itaamuru kufanya lolote takaloweza kwa sababu itakuwa inamiliki mafuta ya Venezuela na kwamba itaamua kuanzisha bei inayotaka. Hata kama ufikiaji wa kimataifa ungerejeshwa kikamilifu kesho, inaweza kuchukua miaka na gharama kubwa kurejesha uzalishaji wa mafuta wa Venezuela katika mtandao kamilifu. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba makampuni ya mafuta na gesi asilia nchini Marekani huenda yatachukua na kuhodhi kiasi kikubwa cha mafuta na kuyapeleka nchini Marekani, hata kama hatauzwa katika siku za hivi karibuni, lakini huenda yakapakiwa vya kutosha kupelekwa nchini humo na kuhifadhiwa kwa ajili ya kuuzwa katika siku zijazo. Utawala wa Maduro, rais wa zamani wa Venezuela Hugo Chavez, kimsingi walivamia tasnia ya mafuta ya Venezuela, anasema rais wa Marekani. Udhibiti wa hazina ya mafuta ya Venezuela ni nyumbani kwa hifadhi kubwa zaidi ya mafuta iliyothibitishwa duniani, lakini uwezo wake unazidi pato lake halisi. Venezuela inazalisha takribani mapipa milioni 1 kwa siku, sawa na 0.8% ya uzalishaji wa mafuta ghafi duniani. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.